Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia kuzindua daraja la JPM Juni 19 mwaka huu jijini Mwanza. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe yatakiwa kushughulikia mgogoro uliopo kati ya serikali na wananchi wa koo 24 kutoka kijiji cha Iyembela. Na katika habari za kimataifa, shambulio la Israel laua wanne Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na taarifa inayoeleza kuwa watu 28 wamefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa katika ajali iliyohusishwa na magari matatu likiwemo basi dogo la abiria lililokuwa likitokea Mwanjelwa kwenda Mbalizi baada ya lori lililobeba unga likitokea Dar es Salaam kwenda nchini Zambia kufeli breki kwenye mteremko wa mlima Iwambi na kuyagonga magari mengine na kisha kutumbukia kwenye korongo la mto Mbalizi. Taarifa Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Ajali hiyo iliyotokea mteremko wa mlima Iwambi kama ambavyo kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga anavyoeleza. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2 wenye jinsia hiyo ya kike. Lakini wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, katika hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema, wanaume ni 7 na wanawake ni 2. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omela amewataka madereva malori kutumia njia mbadala ili kuepusha ajali katika maeneo hayo, huku kaimu mganga mfawidhi Daktari Morris Martin amekuwa na haya kusema. Swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari malori yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku 3. Tumeelewana? Tumeelewana? Magari makubwa yote yatapita kule, magari madogo yatapita huku, ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara. Wametoka kule wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda Costa, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa wamekufa 4. Tulionao mpaka sasa tuna majeruhi 9 ambapo 2 ni wanawake na 7 ni wanaume. Lakini katika hawa 9, mmoja ni mtoto wa miaka 13 ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wote 9, 2 ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Kwa upande wao majeruhi pamoja na mashuhuda wa ajali hiyo wamezungumzia namna ajali ilivyotokea. Yalikuwa majira ya saa 1 nilipokuwa Mwanjelwa, nilikuwa kwenye biashara zangu. Sasa wakati narudi nikakutana na hii gari iliyokuwa imepata ajali, imetokea Mbalizi inaenda Mwanjelwa. Kwa hiyo haikufika, maana ile gari ni ya ruti ya kwenda Mbalizi Msaraga, lakini haikufika Msaraga, ikawa imerudia Kabwe. Kwa hiyo nikapanda ile gari tukarudi Mwanjelwa, ikapakia abiria tukawa tunarudi. Baada ya kurudi tulipofika Iwambi, nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Uwata kwa mbele kidogo. Pale ndipo tukio lilipotokea. Na tukio linapotokea nadhani kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kwamba tukio linaweza likatokea, ila kwa mimi nilivyoona nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu, nadhani fahamu zinapokuja kunirudia mara ya pili wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa watu. Huyu dereva mwenzetu, mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi nipo mbele, ananiambia nakuja. Baadaye napigiwa simu amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba gari amekuja ikafeli breki.
imefeli breki pale, ndo kusababisha ajali, kugonga gari hii Costa kama mnavyoiona hapa, na yenyewe imeumia. Kama hapa kwa niaba ya wafiwa wenzangu wote ambao tumepata majeraha, wapendwa wetu wameondoka. Jamani, hatuna namna ya kuzungumza nzuri, ila kwa mkuu wetu wa mkoa umetufariji kwa kiasi kikubwa sana. Umejibu maswali ambayo tulikuwa tunasema kwa nini makontena yanapita pamoja na magari ya kawaida? Sasa baba, uliposema unayaondoa, kwa kweli mioyo yetu imetulia kwa kiasi kikubwa. Umetutuliza mioyo. Ni kushukuru sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameelezea mafanikio yaliyopatikana katika wizara hiyo, ikiwemo kukamilika kwa ujenzi wa daraja la JPM ambalo linatarajiwa kuzinduliwa Juni 19 mwaka huu. Emmanuel Meshak ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya wizara, Waziri Ulega amesema kuwa uwepo wa daraja hilo unakwenda kusaidia changamoto kubwa kwa wananchi ya kukaa kwa muda mrefu wakisubiri vivuko, hali ambayo imekuwa ikisababisha adha kubwa. Daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka 20,000 kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya Ziwa waliokuwa wanatumia masaa 2 hadi 3, hapa watapita kwa wastani wa masaa wa dakika 3 mpaka 5 maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari 3 au 4 au 5 ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160 zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili tani 160. Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani 56. Aidha, Ulega ameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo ambalo limegharimu kiasi cha shilingi bilioni 716 mpaka kukamilika kwake. Hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wakati anakabidhiwa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban 25% tu ya ukamilifu wake. Na katika hizo 25%, Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wameshukuru serikali kwa hatua ya ujenzi wa daraja hilo ilipofikia, huku wakiomba kuharakisha kuruhusu magari yaweze kupita na kuepukana na adha iliyopo kwa sasa, kwani itakuwa imefungua njia kati ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga na maeneo mengine. Watu watakuwa na njia sahihi ya kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia na wasafiri watakuwa na fursa ile ya kusafiri kwa wakati. Sio kama kipindi chetu tulikuwa tukifika hapa unakaa muda mrefu haupati huduma kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Lakini nishukuru tu kwamba serikali imeliona hili na hatimaye imejaribu kulifanya kwa wakati na hatimaye linaenda kufunguliwa. Kama serikali inafanya vizuri, basi daraja la JPM linatarajiwa kuzinduliwa Juni 19 mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe kushughulikia mgogoro uliopo kati ya serikali na wananchi wa koo 24 kutoka kijiji cha Iyembela wilayani Njombe walioandika barua kwa rais wakidai kurejeshewa eneo lao lililotwaliwa na serikali. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Akitoa majibu kwa wananchi wa kijiji hicho wakati wa mkutano wa mbunge wa jimbo la Lupembe Edwin Enos Sware, Christina Mzena ambaye ni afisa tawala kutoka ofisi ya mkoa wa Njombe amesema ofisi imepokea maelekezo ya kutatua malalamiko ya koo 24 zilizotuma barua kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya eneo lao kuchukuliwa na serikali. Kuwajulisha wananchi wa Iyembela kuwa mnamo tarehe 19 mwezi wa 5 tuliweza kupokea barua kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu, maelekezo yakituelekeza kwamba ofisi ya waziri mkuu imepokea barua kutoka kwa ofisi kuu ya rais Ikulu kwa ajili ya malalamiko ya wananchi koo 24 na koo 5 ambazo zimekuwa zikilalamika na madai yao ni mengi, ni kama mawili. Madai yao ni kwamba, dai la kwanza wameeleza kwenye barua kwamba eneo lao lilishachukuliwa muda mrefu na serikali, na serikali ilithibitisha mbele yao baada ya kufanya kikao au mkutano na waziri mkuu na 2019, na wakaelezwa pale, wahusika wakaelezwa kwamba wao kitu wanachotakiwa kudai ni fidia na sio eneo, kwa sababu tayari ule msitu au lile eneo ni la serikali. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwaahidi kwamba serikali itaenda kulifanyia kazi ofisi yake. Muda wote tutakuja, kwa sababu tunachofanya hapa sisi ni wataalamu. Mimi pamoja na kamishna wa ardhi wa mkoa tunamsubiri mkuu wa mkoa, tumeshamwandikia maelezo mafupi kuhusu mgogoro na namna ambavyo wananchi wanahangaika mpaka sasa hujapatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameahidi akifika tu Njombe, sasa hivi yuko safarini Dodoma kwenye vikao vya kikazi. Amesema akirudi tu basi ataanza kushughulikia hili, litakuwa ni jambo la kwanza kulishughulikia. Awali akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kijiji hicho, diwani wa kata ya Matembwe Innocent Gwivaha amesema ananitesa na kuniumiza kichwa sana. La kwanza likiwepo swala la watu wa koo 24. Kila nikifika kwenye mikutano hii, mheshimiwa mbunge, napata changamoto kubwa, maswali mengi, na tulikuja hapa mheshimiwa mbunge tukaenda mpaka kwenye ule msitu, wanauliza watu wa koo 24, mheshimiwa mbunge umeishia wapi juu ya swala hilo, na wananipigia simu mimi kwamba mbunge bwana asipokamilisha swala letu sisi hapana. Lakini na imani mbunge anafanya kazi kubwa sana ya wakilishi wa wananchi wa eneo hili. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Lupembe Mheshimiwa Edwin Enos Sware amesema ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe itafika katika kijiji hicho. Licha mimi kufuatilia serikalini, kuna wananchi pia baadhi yenu waliandika barua kwenda kwa Mheshimiwa Rais. Ofisi ya Rais ikaelekeza ile barua ofisi ya waziri mkuu washughulikie jambo la koo 24 hapa Iyembela. Waziri mkuu akatoa maelekezo kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Ndio maana ofisi ya mkuu wa mkoa ilibidi waje hapa Iyembela mapema kuongea na wananchi wa Iyembela. Na leo ilikuwa tuenao kwenye hii ziara. Sasa nataka ni pale mwanzoni ilikuwa ni kama swali jambo ile na maslahi nalo. Sawa sawa? Mlivyoandika na nyinyi barua, serikali imejua hili jambo ni la kweli la wananchi wa Iyembela, ndio maana mpaka Ikulu yenyewe imechukua hatua. Lakini pia mnajifunza kwamba rais wetu anasikiliza mambo ya wananchi, mpigeni makofi mengi sana. Ni kushukuru sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Jamii imeshauriwa kutumia fursa ya urejeshwaji taka kwenye matumizi mengine kuweza kuanzishwa miradi itakayowasaidia kuondokana na changamoto za kiuchumi, kwani taka ni malighafi inayoweza kutumika kwa matumizi mengine. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi msaidizi wa idara ya mazingira ofisi ya makamu wa rais Thomas Chali wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kilele cha siku ya mazingira duniani iliyofanyika Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo pia imeambatana na zoezi la usafi wa mazingira kwenye fukwe ya Koko. Taka ni moja ya changamoto ambayo inaleta changamoto kubwa sana katika maeneo mbalimbali duniani. Taka zinazalishwa kwa wingi kutokana na kuendelea kuwa na wingi wa watu,
lakini kuongezeka kwa sayansi na teknolojia na kubadilika kwa mfumo wa maisha ya kisasa. Watu wa mijini tunanunua vitu vingi sana, tunazalisha taka kwa wingi kuliko watu wa vijijini. Sasa taka hizi inabidi pia tuzihudumie ili zisiweze kuzagaa mtaani kama ambavyo tumeona hapa. Na tunasema kwa kiasi kikubwa zaidi ya 70% ya taka zinazozalishwa ni taka oza. Kwa hiyo zinaweka fursa ya kuweza kurejelezeka. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uzingatiaji na utekelezaji wa sheria kutoka Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira NEMKI, Jamal Baruti, akizungumza na waandishi wa habari, amesema kuwa kwa mujibu wa takwimu walizonazo zinaonyesha kuwa kati ya taka zinazozalishwa, hususan taka za plastiki, tani 1029 zinasababisha uchafuzi wa mazingira na kuua viumbe hai baharini. Uchafuzi wa plastiki ni changamoto ya kidunia ambao sasa hivi limekuwa ni swala la changamoto ya kiafya, kimazingira pamoja na kiuchumi. Kama tunavyoona kwamba taka hizi za plastiki zinakaa muda mrefu sana kwenye mazingira, karibu miaka 500 kabla hazijaoza. Na tafiti ambazo zimefanyika mwaka 2018 zilionyesha kwamba kulikuwepo na uzalishaji wa tani za plastiki karibu 325,000. Na kati ya hizo taka karibu tani 29,000 zilikuwa zimeingia kwenye maeneo ya maji, kwenye maziwa ya mito, maziwa na bahari. Sasa plastiki hizi kwa kiwango kikubwa zinachangia sana uchafuzi wa mazingira. Kwanza kuharibu maeneo yale ambayo ni mazalia ya samaki, lakini vile zinachangia kabisa katika kuua wanyama wa baharini, kwa mfano kobe au kunaweza kasa, lakini inaua kwa mfano nyangumi. Nao Clara Makenye, mwakilishi wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa duniani kwa upande wa Tanzania UNEP, na Sara Pima ambaye ni mkurugenzi wa asasi ya kiraia inayohusika na mazingira HUDEFO, wamesema lengo la kuandaa maadhimisho hayo ya siku ya mazingira duniani ni kuendelea na mpango wa kutoa elimu kwa vijana juu ya fursa zilizopo katika urejeshwaji wa taka. Sababu kubwa ni kuelimisha jamii, kuendelea kuelimisha jamii. Siku ya leo tumefanya usafi wa fukwe na eneo wanaita Mapangoni hapa Police Osters Messi. Na kwa vyovyote vile hii sio kwamba ndio imeleta utatuzi moja kwa moja wa taka za mazingira. Niseme kwa namna hiyo kwamba ni symbolic, ni mfano tu, ni mfano, na zaidi ya yote ni kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuwa sehemu ya kuwa suluhisho ya taka za plastiki hapa Tanzania. HUDEFO katika kushirikiana na wadau mbalimbali kuandaa hii maadhimisho haya, sisi tumelenga hasa hususan kwenye masuala ya kuendeleza fursa hususan kwa vijana katika mnyororo mzima wa uchumi rejeshi, lakini pia wa urejeleshaji, lakini kutumia tena taka. Na hivyo tunatoa mafunzo mbalimbali, lakini tunatoa elimu na tunajijumuisha wadau mbalimbali, lakini bila kumsahau huyu mwokota taka rejeshi ambaye ni waste picker, ambaye anafanya jitihada kubwa sana katika mnyororo mzima wa uchumi rejeshi au wa udhibiti taka. Swala la urejeshwaji wa taka kwa ajili ya matumizi mengine limekuwa ni ajenda inayozungumzwa na wataalamu pamoja na wadau mbalimbali wa mazingira kama suluhisho la kukabiliana na uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka ngumu. Hivyo ni muhimu kwa jamii kuanza utekelezaji. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi wamekumbushwa wajibu wao kwenye malezi na makuzi ya watoto wao, kwani wamekuwa wakikwepa baadhi ya majukumu na kuwaachia ndugu na wasaidizi wa kazi nyumbani ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakiwafanyia ukatili watoto. Hazla Umari anayo taarifa zaidi kutoka Arusha. Wajibu huo wa wazazi umekumbushwa na afisa ustawi wa jamii halmashauri ya Meru Restuta Mvungi wakati wa semina ya kuwakumbusha malezi wazazi wenye watoto wenye ulemavu wilayani ya Rumeru. Swala la malezi sio tu kununua chakula, maziwa, bili ya maziwa, nguo, hapana. Malezi tunasema pia unawajibika kumuelekeza mtoto njia sahihi ya kuishi. Kina baba tunaomba pia mtenge muda kwa ajili ya malezi ya watoto wenu. Jenga mahusiano na mtoto mapema kuanzia akiwa tumboni mpaka akiwa huku duniani, jenga naye mahusiano mazuri.
ajue kwamba unampenda, unamlea, unamwelekeza. Tusizingatie tu chakula na mavazi, bali pia tuwalee na kuwaelekeza hasa katika maadili ya Kitanzania. Mengi yanayoripotiwa unakuta babu kumfanyia mjukuu, kaka kumfanyia mdogo mtu, mjomba kumfanyia mtoto. Yale matukio mara nyingi changamoto tunazokabiliana nazo kwenye kuyahendo ni wazazi wengi kujaribu kuficha wakihisi ni aibu au kwamba ataonekana vipi atakapomfikisha yule muhusika kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo sisi tunaomba tu kuisii jamii kwamba ukatili anapofanyiwa mtoto, haijalishi amefanyiwa na nani, ni swala la wajibu wa kisheria kwa mzazi au mlezi wa yule mtoto kuliripoti ile tukio na kumripoti yule mtu ili aweze kuchukuliwa sheria kwa ajili ya kuweza kuidhibiti jamii ili yale matukio yasiendelee. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo kinachohudumia watoto wenye matatizo ya afya ya akili Sibusiso, ambao wameandaa mafunzo hayo, Martha Lucas, anasema kundi la watoto wenye ulemavu wapo kwenye hatari kubwa ya kufanyiwa ukatili, kwani wengine hawawezi kujitetea. Watoto wenye ulemavu na nikiwa very specific, watoto kwa mfano wenye changamoto ya mental wako kwenye hatari sana, kwa sababu unakuta watoto wengine hawawezi hata kuongea, hawawezi kujieleza. Kwa hiyo ni wako kwenye hatari kubwa ambao sisi kama wazazi ni lazima tusimame kwenye nafasi yetu kuweza kujua ni viashiria gani vinavyoonyesha kwamba hawa watoto wamefanyiwa ukatili. Nao baadhi ya wadau wa masuala ya malezi ya watoto na wazazi waliohudhuria semina hiyo wamesema ukatili kwa kiasi kikubwa unafanywa na watu wa karibu, hivyo wazazi wawekeze zaidi kwenye malezi ya watoto wao. Changamoto kwa masuala ya ukatili ni kubwa, hasa kwa watoto wa kiume. Sasa naona imekuwa kama vesi wamehamisha, lakini watoto wa kiume wanapata ukatili sana. Anapokuja mgeni nyumbani, usiamini mtu yoyote. Usikubali kama mzazi mtoto wako alale na hata ni mjomba au ni mjomba, mtafutie mahali pa kulala. Usiamini mtu yote alale na mtoto wako. Tunasema National Bureau of Statistics zinatuonyesha kwamba kuna vitendo vya ukatili vilivyoongezeka kwa 47% na kutoka, yani tuseme kutoka watoto 12,000 mpaka 17,000 huko na pointi. Kwa vitendo vya ukatili vimeendelea kuongezeka. Kwa hiyo wito wetu kwa wazazi, tunaomba jamani, haya matukio ya ukatili hayatokei tu from nowhere. Ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Songwe, ambapo wazazi na walezi mkoani Songwe wametakiwa kutowachanganya watoto wenye jinsia tofauti katika chumba kimoja, ikiwa ni pamoja na kuwalaza chumba kimoja na ndugu, jamaa ama marafiki wanaowatembelea ili kuepuka vitendo vya ukatili. Taarifa zaidi kutoka Songwe inasomwa na Nancy Ibrahim. Kauli hiyo imetolewa na afisa mnadhimu wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi wa polisi ACP Akama Shaban, wakati akitoa elimu ya madhara ya ukatili wa kijinsia kwa wazazi, walezi na watoto waliokuwa katika kituo cha kutambua na kukuza vipaji vya watoto kiitwacho Mwakitwange Toto Center kilichopo maeneo ya Isangu, wilaya ya Mbozi, ili kujionea mambo wanaoshiriki watoto hao kituoni hapo. ACP Akama ameeleza kuwa watoto wanapoanza vitendo vya mahusiano ya kimapenzi wakiwa wadogo husababisha kutokuwa na mwamko tena wa masomo na badala yake kujiingiza kwenye vitendo hivyo na watu wenye umri mkubwa, ambapo ndio chanzo cha ukatili wa kijinsia. Tumempa wajibu wa wazazi wanapotembelewa na ndugu na jamaa wasiwalaze chumba kimoja na watoto, kwa sababu mengi yanaweza yakatokea, kwa sababu yule mzazi mgeni anayetoka kule hujui ana tabia gani. Lakini vile vile tumewapa wajibu wa wazazi wasiwalaze chumba kimoja watoto wa jinsia moja. Kwa upande wake, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Songwe, mkaguzi wa polisi Eletisia Mtweve, amewataka wanaume kutotelekeza watoto wao, kwani kufanya hivyo ni chanzo cha kuwa na watoto wa mitaani na ongezeko la watoto kubakwa na kulawitiwa ili wapate mahitaji yao. Naye mkurugenzi wa kituo hicho Rita Kamenya amelishukuru jeshi la polisi mkoa wa Songwe kwa kushiriki katika tukio hilo na kubainisha huduma anazozitoa kituoni hapo. Kwa elimu hii ya madhara juu ya ukatili wa kijinsia imetolewa kwa wazazi na walezi, kwa kuwaelimisha kwamba wajibu wa mzazi ni nini kwa mtoto wake, kwamba mtoto anapotoka shuleni ahakikishe mtoto huyo anamkagua, anamwangalia katika daftari zake, hata kimwili pia. Lakini pia wanapotumia vile vyombo vya usafiri nje, na hawa watoto ambao wanatumia mabasi ya shule,
kuna wengi wanatumia bajaji au bodaboda, wajitahidi sana kama walezi kuhakikisha huyu dereva anayempeleka mtoto, je, anamwamini, anamfahamu, na hata kama anamfahamu asimwekee 100% ya kumfahamu kama ni ndugu au rafiki. Wametoa elimu nzuri, wametufundisha watoto wetu. Watoto wengine walikuwa hawaelewi maana ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wametuelimisha vizuri, tumefurahi kama wazazi. Tumeonana na jeshi la polisi, nimependa kusikia taarifa zao kwa kutupa elimu ya ukatili, na tumeona aina 3 za ukatili. Kuna ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili na ukatili wa kihisia. Ni kushukuru sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Geita ambapo serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa wachimbaji wadogo wa madini kuzingatia utunzaji na uhifadhi wa mazingira wanapotekeleza shughuli zao, ambapo katika wilaya ya Geita baadhi ya migodi midogo ikiwemo ya ushirika wa Mgusu na ule unaomilikiwa na Rajab Seif imekuwa mfano bora wa utunzaji wa mazingira kwa kuhifadhi uoto wa asili. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inafafanua zaidi. Kituo cha TV Habari kimetembelea migodi hiyo na kushuhudia uoto wa asili ukiwa umestawi vyema, huku mimea ikiwa imetunzwa bila kuharibiwa, jambo linaloonyesha juhudi kubwa za wachimbaji wadogo katika kulinda mazingira. Eric Joseph, mwakilishi wa wanachama wa mgodi wa Mgusu Mining, ameelezea kuwa walipofika kuanza shughuli za uchimbaji walikuta maeneo yakiwa yameharibika, lakini waliweka mikakati ya kurejesha hali ya mazingira kwa kupanda miti na kuhifadhi uoto. Kwa upande wake, mwenyekiti wa ushirika wa Mgusu Modesti Masabire amesema hatua yao ya kufanikisha utunzaji wa mazingira inatokana na kufuatilia sheria walizopatiwa na Baraza la Taifa la Uhifadhi na Utunzaji wa Mazingira NEMKI. Haya mnayoyaona, hii miti mnayoiona imetunzwa. Sisi tumetengeneza mfumo, tumeweka watu ambao wanahusiana na mazingira ambao wanazunguka eneo zima ambalo linatuzunguka katika maeneo yetu ya uchimbaji. Tunahakikisha kwa maeneo haya ya miti yanakuwa salama, na kiwango ambacho tunakitumia kwa mwezi tuna watu 3 ambao 3 mpaka 5 wanaohusiana na utunzaji wa mazingira ambao wako kwenye kitengo hiki. Unapoharibu mazingira unapaswa kutengeneza mazingira, na ndio sheria namba 1 ambayo inayokufanya wewe kuwa mmiliki wa leseni na kuendelea kuwa na imani ya kumiliki leseni. Endapo utapewa leseni na ukaendelea kuasili mazingira bila kuandaa mazingira, ina maana uko kinyume na utaratibu. Sisi baada ya kuwa tumeingia katika bodi hapa kusimamia, cha kwanza vigezo tulivyoweza kuviangalia ni hivyo. Naye Rajab Seif, mchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu wilayani Geita, amebainisha mikakati waliyoweka katika eneo lake la mgodi ili kuhakikisha mazingira yanatunzwa ipasavyo. Ina muda mrefu sana toka tumeanza kuchimba mpaka leo, ni takribani zaidi ya miaka 15. Tuna utunzaji wa miti, hatukati wala haturuhusu kukata mti. Lakini pindi tunapochimba, shimo linapokuwa limefikia mwisho, huwa tunalifukia. Tunahakikisha tumelifukia na tumepanda mti ndani ya shimo lile. Kwa hiyo miti yetu hii sisi tunaiacha kama vile kutunza mazingira kwa ajili ya uoto asilia. Ni afisa mazingira kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita Albert Auso amesema kuwa wachimbaji wadogo wanapaswa kutumia miti kutoka kwa wasambazaji waliosajiliwa ili kuepukana na ukataji wa miti kiholela unaoharibu mazingira. Kwanza tunahakikisha tunawaambia kwamba ile miti ambao wanaitumia, tuseme ni magogo kwa Kiswahili kizuri, wanatakiwa kuipata kutoka kwa wauzaji ambao wamesajiliwa na muhifadhi wa misitu ambaye amepewa vibali vyote, kwa maana kwamba sio kila mmoja akajitafutie magogo anakokujua yeye. Hapana, hakikisha yale magogo anayapata kutoka kwa mtu ambaye amesajiliwa na anatambuliwa na wakala wa misitu Tanzania. Hii inasaidia kuepuka kukatakata miti ovyo. Juhudi hizi zinaonesha mwamko mpya kwa wachimbaji wadogo katika kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinafanyika kwa kuzingatia msingi ya uhifadhi wa mazingira sambamba na kuleta maendeleo ya kiuchumi. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo.
Baadhi ya wananchi wameendelea kuonyesha imani ya kuridhishwa na utendaji kazi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakisema kuwa uongozi wake umejikita katika misingi ya maadili, haki na maendeleo ya wote. Ellen Manyango ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumzia kauli hiyo, mkurugenzi wa Msama Production Alex Msama amesema kuwa Rais Samia anaongoza taifa kwa mwongozo wa kiroho na kwamba uongozi wa Rais Samia una aksi maono ya Mungu, akieleza kuwa mwenendo wake ni wa utulivu, hekima na upendo kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Katika maelezo yake kwa waandishi wa habari, Msama alinukuu Warumi 13:2 ya Biblia inayosema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, akisisitiza kuwa uongozi wa Rais Samia ni sehemu ya mpango wa kimungu kwa taifa na kwamba mafanikio yanaonekana katika sekta mbalimbali ikiwemo miradi ya kimkakati na kulinda amani ni ushahidi wa uongozi unaoongozwa na hofu ya Mungu. Msama amewataka viongozi wa dini na jamii kuendelea kumwombea Rais Samia na serikali yake ili waendelee kusimamia maendeleo ya taifa kwa uadilifu na kujenga misingi imara kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo, na kuwa mshikamano kati ya wananchi na viongozi ni nguzo muhimu ya mafanikio ya taifa. Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu badala kuihubiri injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu, waende wakamwone Mungu. Sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Warumi 13 sura ya 1 mstari wa 1 unasema kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu. Ni kushukuru sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tunarejea tena jijini Dar es Salaam ambapo wananchi wamehimizwa kuendelea kudumisha amani wakati wa kampeni, kushiriki kwenye mijadala na sera na kufanya maamuzi sahihi yatakayojenga msingi wa maendeleo ya kizazi cha sasa na kijacho. Taarifa zaidi na Ellen Manyango. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na Austin Matiko ambaye ni mtiania wa nafasi ya ubunge jimbo jipya la Kivule, wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya masuala mbalimbali muhimu ambayo yatakuwa chachu kwa kuliletea taifa maendeleo. Amesema ni muhimu kuwa na sera za maendeleo endelevu zenye kugusa maisha ya kila siku ya wananchi kwa vitendo na kuhakikisha wananchi hususani wa Kivule wananufaika moja kwa moja na bomba la gesi asilia lililopita katika eneo hilo. Amesema atashirikiana na serikali na sekta binafsi kuanzisha vituo vya kuchakata gesi kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, hatua itakayopunguza gharama za nishati na kuchochea matumizi ya nishati safi. Pamoja na fursa tulizonazo, kuna changamoto hatuwezi kuzikwepa ambazo tuko nazo. Kivule ambalo ni jimbo jipya, zamani ilikuwa ni jimbo la Ukonga, kwa muda mrefu pia limekuwa ni kama jimbo yatima. Wabunge wengi wamekuja wakichukua ubunge wanatuacha, watahama chama, taondoka, tenda kugombea kwingine, lakini tayari amepata political mileage kutokea kwa jimbo letu la Kivule. Jimbo linabaki halijaendelea kwa muda mrefu. Tumekuwa na changamoto nyingi, changamoto za barabara. This time tusifanye makosa tena kumpa mtu ubunge ambaye si mkazi. Atachukua ubunge wake, atapata political mileage, anaishi Masaki, Oysterbay. Sisi tunahangaika na barabara zetu. Katika kukuza uchumi wa wananchi, Matiko ameeleza kuwa ni vyema kuanzisha programu maalum za mafunzo ya ufundi kwa vijana na wanawake, zikiwemo kozi za uhandisi wa gesi, usakinishaji wa mitambo ya umeme na ujasiriamali, lengo likiwa ni kuwezesha kupata ujuzi wa kujiajiri ama kuajiriwa katika miradi mikubwa ya nishati na viwanda. Sanjari na hayo, amehimiza wananchi waendelee kudumisha amani kwa kuwa ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa. Ni kushukuru sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo.
Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.